Watu wa Mungu, habari za ibada. Hamjambo. Hamjambo. Kiteto 2021. Kiteto 2021. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Mungu wetu amefanya makuu katika mikutano hii Afya Live Kiteto 2021 kwa kutugusa mahitaji yetu ya kimwili, alipotuhudumia, alipogusa miili yetu, akidhihirisha huruma na upendo kwako na mimi. Na watu wa Mungu toka sehemu mbalimbali walisafiri, walikuja, na Yesu aliwahudumia kupitia madaktari ambao aliwatuma hapa afanye nao kazi katika siku hizi 7. Na Mungu amewajalia kufanya hayo, na mkono wake wa uponyaji ulikuwa juu yao. Tunamshukuru sana hata waliokuwa kwa mbali katika huduma ya maombezi katika hema ile ya kuomba. Nakumbuka wainjilisti walikuwa pale, mchungaji alikuwa pale. Kwa waliokuwa karibu na walioweza kufika, waliotuma majina yao katika huduma ya kuomba rehema za Mungu za uponyaji, Mungu alisikia na Mungu alifanya. Tunao wako wachache waliotuma majina yao kwa ushuhuda huo katika ile ratiba ya kuomba tuliyofanya hapa. Kwa muda huo mfupi nilio nao, naweza nikawataja baadhi yao, lakini sikupata idhini ya kuwasema. Ila nachotaka kusema ni hivi: Mungu anapogusa mahitaji yako ya kimwili, analenga kukudhihirishia ya kwamba anataka aguse moyo wako. Kwa sababu siku ile wakati alipowaambia wenye ukoma 10 kwamba nendeni mkajionyeshe kwa Farao, walipokuwa wakienda kwa kuamini kauli yake, wote walitakasika. Mmoja pekee ndiye aliyerudi, na aliporudi Yesu akasema, hamukupona wote 10? Mbona basi amerudi tu mmoja? Kisha akazungumza neno zito sana, inuka uende, imani yako imekuokoa. Tunaweza tukashangilia sana uponyaji wa kimwili, na kumbe ajenda kubwa ya Mungu analenga roho zetu. Ni kweli wote 10 walipona ukoma. Ingekuwa ni malaria walipona, ingelikuwa ni shinikizo la moyo walipona, ingelikuwa ni kisukari wangepona, ingekuwa ni kupooza wamepona. Lakini huwa haishii hapo. Hiyo ni kitu cha awali kabisa, na sio mzigo wake mkubwa, ila anataka aonyeshe ana rehema, anatutendea yote kwa lengo la kufikia mioyo yetu. Ugonjwa mkubwa kuliko saratani ni ugonjwa wa dhambi, ugonjwa wa kutomtegemea na kumwamini Mungu. Na huo ndio anaotamani siku zote watu wamsikie, wamwamini Mungu. Huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Bado tunaendelea kumshukuru Mungu kwa wale ambao afya zao zinahitaji bado mguso wa Mungu, na Mungu akutendee. Wewe ambao tulizungumza na wewe asubuhi ya leo ya Sabato ukiwa mahala fulani, ninaomba Mungu akutendee hivyo. Wewe ambao unapatikana kule Kilimanjaro, kadhalika wewe ulioko Dar es Salaam, katika mawasiliano yetu tuliyofanya yote hapa, Mungu aendelee kukutendea. Na wale ambao wana changamoto ya COVID-19, Mungu amesikia kilio chako. Ondoa hofu maishani,
kwa sababu unaye Mwokozi anayeweza kufufua sio tu mwili lakini na roho pia. Huyo ndiye ya Sabato ya leo. Kwa wale wanatufuatilia live kabisa kwa taarifa tulizozipokea leo siku ya Sabato amejiunga nasi, ninapenda kuwajulisheni ya kwamba Mungu yuko nawe hapo ulipo. Pata nafasi siku hii ya leo tena tunaposikia neno la Mungu wetu. Yupo ambaye alishiriki na timu yake katika ushauri wa mambo ya sheria katika ulimwengu huu, ambazo zote kwa hakika zimetolewa tu kutoka kwa sheria kuu kabisa ya Mungu wa mbinguni. Na Mungu wetu anatamani tuishi, kwa sababu kuishi sawasawa na sheria za nchi ni kuishi tabia ya Mungu. Yeye ndiye anaitwa Mungu wa sheria, mwenye tabia. Ndio maana anaitwa amiri jeshi. Neno amiri jeshi kwa Kiebrania, wakati anamwambia Yoshua siku ile, kitabu kile cha Yoshua anaomba namna gani waanze mashambulizi katika ngome za mji ule wa Kanaani. Na Yoshua alitafakari aanze na Yeriko peke yake, ameacha kambi, anamtafakari Mungu. Akaona mwanamume mmoja amevaa kivita na ameufuta upanga wake tayari alani kwa vita, akiwa peke yake porini, amejitenga na watu. Yoshua kwa sababu amekuwa askari miaka yake yote vitani, ameongoza jeshi la Wanaisraeli wakati Musa akiwa hai, na sasa yuko yeye anaongoza watu hawa, amewavusha mto Yordani, na sasa Musa alishafariki tayari. Sasa Yoshua ndio kiongozi, anafahamu muonekano wa askari, na hivyo akamuuliza, uko upande wetu ama upande wa adui? Ile jibu lilikuwa la pekee, alimwambia, mimi ni amiri jeshi la Bwana. Maana yake commander in chief. Na unajua commander in chief hata ile kwa Kiingereza hiyo na Kiswahili huwezi kuona, lakini yale maneno ya Kiebrania yanasema hivi, mimi ndime ninayetoa order, sheria katika majeshi yote ya mbinguni. Maana yake ndiye mwenye kauli katika vita na vikosi vyote vya kijeshi mbinguni. Lugha yake hiyo Yoshua aliielewa. Alijua huyu si malaika, akaanguka kifudifudi mpaka chini, akasema, Bwana wangu asema mimi nami. Na ndipo akamwambia, tutaanzia Yeriko, utazunguka mara 7, na siku ya 7 nenda mara 7 na piga tarumbeta. Ndivyo Yeriko ilivyoangushwa amiri jeshi aliposhuka, Yesu Kristo pekee. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, huyu ndiye anaitwa Mikaeli. Nani kama Yehova? Huyu alishuka kwa Ibrahimu kama msafiri akiwa na malaika wake wawili. Ibrahimu akamwona, akamkarimu tu kama mgeni, lakini kumbe alikuwa sio msafiri tu wa kawaida. Yani akija kwa wasafiri kama wakina Ibrahimu, anakuja kama msafiri. Amevaa sendo za kawaida, anakansu kama mavazi ya wakati wa watu wa Mashariki ya Kati, na hivyo wanaonekana wamesafiri. Jua wakati wa mchana kabisa, jua linawaka na mavumbi yao kwenye viatu yaonekana. Yani Yesu anakuja kama vile mwanadamu muhitaji. Ibrahimu alipomwona kwa ukarimu, akapiga mbio, akawakarimu waje wapumzike wale, halafu nipo waendelee, na wakakubali. Anapokuja kwa wasafiri, anakuja kama msafiri na mpitaji. Akija kwa askari, anakuja kama amiri jeshi mkuu. Lakini naomba usikize kitu cha pekee sana. Huyu ndiye Yesu pekee ambaye mpaka leo na wewe na mimi atatufikia kama tabibu mkuu, kama mtoa sheria, na kama Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na haya mchana huu wa leo tunalo somo la pekee la kwamba Harmagedon, dhifa ya Mungu, God's banquet. Harmagedon, hii ni dhifa ya Mungu. Dhifa ni hafla ya ikulu. Unasikia dhifa ya kitaifa, sio sherehe ndogo ya taifa, ya ikulu ya kifalme, ndio inaitwa dhifa. Harmagedon, kuna maelezo mengi sana juu ya Harmagedon, na watu wakisikia vita ya Harmagedon wanaona wababe wawili
Wababe wawili. Huyo ni nani huyo? Watakutajia Mikaeli, nani kama Yehova na malaika zake. Halafu wanakutajia Ibilisi, yani shetani na malaika zake. Na wanasoma wapi? Wanasoma Ufunuo 12 mstari wa 7 hadi wa 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake akapigana na joka na malaika zake. Na fungu linaendelea mpaka wa 9. Akatupwa nyoka wa zamani na malaika zake kutoka juu mbinguni, wakatupwa hata nchi, yule adanganyaye ulimwengu wote. Kwa hiyo wanamuona shetani kama pia naye ni jitu, giant katika vita hii. Lakini ukisikia vizuri Biblia inaanza moja kwa moja, alishindwa, alitupwa. Lile neno kutupwa maana yake yani ni mamlaka. Sio kwamba watakamatana na Yesu katika vita. Hapana. Yani ameshindwa. Na hivyo ndipo unaweza ukaona sasa mwendelezo wa sura za Ufunuo na ile kujaribu kujionyesha na yeye ni mbabe fulani. Ukweli ni huu, tunakutana na kupigana vita na adui aliyeshindwa. Haleluya. Ameshindwa. Watu wengi wanamzungumzia shetani, wanamtetemekea shetani, wanamuogopa shetani, wanafanya, lakini kumbe ni adui aliyeshindwa. Na anajitahidi kutuhamasisha tumuone yeye kama ni bingwa fulani. Hawezi kuwa champion. Katika Biblia nzima champion amebaki kuwa Yesu. Hii ndiyo maana tunasoma Ufunuo wa Yohana sura ya 17 na mstari wa 14. Hebu tusome tena hapo. Ufunuo sura ya 17 fungu letu kuu ambalo Profesa Nyagori alisoma hapa. Turudi tena hapo uweze kuona kile ambacho Biblia inaeleza. Ufunuo sura ya 17 na mstari wa 14. Biblia inasema nini hapa? Biblia inasema hawa watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawafanyaje? Atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa nani? Wa mabwana, moja hilo. 2, ni mfalme wa nani? Wa wafalme. Sikiliza majina hayo. Yeye ni Bwana, Lord. Hapa anapozungumzia Bwana anamaanisha uwezo, mamlaka, mwenye nguvu. Lakini asemi tu hivyo, anakupatia utawala. Ni mfalme wa wote wanaoitwa wafalme. Ukitaja wafalme duniani hapa, unawaita wafalme, unawaita marais, unaita mawaziri. Nchi zingine msemaji na kiongozi wa nchi katika serikali ni waziri mkuu. Ukienda Uingereza, yeye ndiye anayetawala. Ukienda kule kuna wafalme, kuna malkia. Kwa nchi ambazo zinaongozwa na rais, president kama ya kwetu, ambao ni cheo kile kile cha juu. Yani kila anaitwa president, kila anayeitwa the king, mfalme, kila anayeitwa the prime minister, yeyote anaitwa ni mtawala. Hawa anaitwa ni kwa upande wa Arabu walikuwa wanatumia neno, walikuwa wanatumia nani? Sultan. Ndio maana unaona hizo lugha zote zinatajwa hapa. Wote hao wenye vyeo hivyo, vyenye vyeo vya hali ya juu, yani Kristo ni Bwana wa mabwana. Halafu ni mfalme wa nani? Wa wafalme. Sasa ukiona mtu anaogopa leo, anatishiwa na mamlaka za nchi kwa sababu ya Yesu Kristo, anatetemeka, magoti yanagongana, viuno vinaregea. Wewe niwaambie wewe hujakutana na huyu mfalme. Muulize Nebukadreza. Alipelekwa porini akala majani miaka 7. Nani aliyekuwa mbabe kama Nebukadreza? Huko anampatia viboko ya miaka 7, huku ikulu yake ameilinda. Yani ilikuwa tu ni shura anapata. Kaondoa ufahamu, akabadilisha digestive system, mfumo wake wa ushaji wa chakula, akala majani kama mnyama.
Yaani ili kumuonyesha yeye sio mfalme kivile. Nataka niwaambie rais yoyote wa dunia hii anayejitukuza juu ya Bwana ni kwa rehema zake tu. Ni kwa rehema za Mungu peke yake. Kiongozi wote wa serikali, kuna wengine wanavuka mipaka mpaka wanatumisha kifua mbele ya Mungu. Wewe utapotea kama mavi yako mwenyewe. Biblia inaeleza hivyo katika kile kitabu cha Ayubu sura 20 mstari wa 7. Watapotea kama mavi yao wenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine unapokula ukashiba, unajiona ni mbabe sana. Rudi kwenye Biblia. Hawajawahi kupatikana wababe kama Nebukadreza. Walisalimu amri. Nenda kwa mfalme Tigresa wa Pesa. Katika kipindi kile cha zama za kina nabii Isaya. Kaulize mfalme wa Shamu kule Shuru kule, alivyojitahidi siku moja tu, askari 187,000 usiku moja tu chini, na yeye mwenyewe akauawa na mkono wa watoto wake. Nebukadreza miaka 7 anakula majani, anakung'utwa jua, anapata mvua, anapata umande, lakini Mungu ametunza afya yake huko anapitia shule. Baada ya miaka 7 karudisha ufahamu, karudishwa ikulu, kamilikishwa tena. Haleluya. Muulize Belishaza. Muulize. Anapokunywa pombe, anachukua vyombo vitakatifu eti avinywee pombe, atukuze miungu ya kwao, ya chuma, ya shaba, ya miti, ya mawe, kuleta vyombo ambavyo Nebukadreza aliviheshimu, alivyovitoa kule hekalu la Yerusalemu, akaviweka katika jumba la ibada. Lakini yeye Belishaza mjukuu anaamua kumdhalilisha Yehova, ionekane ya kwamba Mungu wao Marduk ana nguvu kuliko Yehova, na hivyo vilete hapa tumdhalilishe Mungu ndani ya jukwaa na maofisa wake. Biblia inasema alipovileta hapo ili aonekane ni mkubwa na Marduk Mungu wao ni mkuu, waliona mkono tu kitanga kinaandika ukutani, mene mene peres na tekeli. Yaani Mungu anapoandika anaandika katika mada ngumu. Aliandika kwenye mbao 2 za mawe amri zake. Aliandika kwenye ukuta katika jumba la Belishaza. Alipoandika chini wakati mwanamke yule amefumaniwa, asiye na dhambi awe wa kwanza. When God writes, na lugha inayotajwa aliandika sio ya kalamu hivi, ni inscribe, yani ni ya kuchukua tindua. Ndicho alichofanya kwenye mbao 2 za mawe, ndicho alivyofanya kwenye ile ukuta. Yani ni kama una ile inayochomelea ile, unayo drill ile driller inatoboa. Ndivyo alivyoandika herufi zake, mene mene persi na tekeli, na ni kitanga cha mkono. Walikuwa wamekunywa pombe, wanajifanya ni mabosi, magoti yalilegea, kiuno kilishuka. Nawe usiombe haje. Hiyo ndio siku ambayo Belishaza alikutana na Yawe, na ndiyo ilikuwa siku yake ya mwisho kuishi. Kwa hivyo wakati mwingine wazazi wetu, wakati mwingine uwenzi wetu, mwanaume anaamua kuwa Mungu wa mke wake, anamzuia kwa sababu eti amemuoa. Kiongozi wa serikali anazuia mtu katika masuala ya imani kwa sababu eti ana mamlaka ya serikali. Utaangamia kama mavi yako mwenyewe. Hiki ndicho tunakiona. Yeye ni mfalme wa nani? Wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sasa angalia hapa. Ngoja nimalizie hili fungu. Rudi tena hapo. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 14. Ninamalizia hili fungu. Anasema na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Wale watakaoshinda ni wale walioitwa. 1 ni wateule, 2 ni waaminifu. Yaani maana yake ni kwamba hawawezi kuwa upande wake mpaka wamemwamini. Ni waaminifu. Hao wameshinda pamoja naye. Hao wameshinda pamoja naye. Sasa hebu tuone kidogo ubabaishaji wa Lusifa, Ibilisi, nyoka wa zamani, Shetani. Sasa akatengeneza
ushirika mtatu mchafu. Jana tulisoma, lakini si vibaya nikirudia leo pia. Na unayapata kutoka Ufunuo sura ya 16 na ule mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Hebu tusome wote kwa pamoja. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Biblia inasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka moja, na katika kinywa cha yule mnyama mbili, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo tatu. Mstari wa 14. Hizo ndizo roho za nani? Za mashetani, zifanyazo nini? Ishara. Ndio maana nilizungumza ya kwamba chunga sana dini za ishara. Chunga sana, kwa sababu ibilisi anatafuta usikivu wetu kwa ishara. Naendelea kusoma. Zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya nani? Ya Mungu Mwenyezi. Eti anakusanya ulimwengu huu kwa vita dhidi ya Mungu Mwenyezi. Na watu wakisoma hapo wanafikiri ni kuna vita hapo. Hakuna vita hapo. Sikiliza vizuri, Biblia itatueleza. Ndio maana tunasoma Armageddon. Hiyo ni dhifa ya Mungu, banquet ya Mungu. Yaani ukizungumzia eti Armageddon ni vita dhidi ya Mungu, ni kichekesho. Yaani hiyo wanayotengeneza ni meza. Kuku zimechinjwa, zilishapikwa, zishatoka jikoni. Hakuna mtu anakimbia kuku aliye kwenye sahani. Jamani, msimfunue. Watasema huyu ana shida kwenye kichwa. Hakuna mtu anakimbia mbuzi aliyekwisha kuchunwa na amepitia kwenye moto amekupakulia kwenye sahani. Yaani wakati yeye anafikiri ni vita, mbingu zinaona ni sherehe. Tuje tuone jambo hili la pekee. Hawakusanye kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. 15. Tazama naja kama mwivi, heri yake shaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. 16. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Hapo ndipo watu wanatafsiri Armageddon, wanaiona kama vita kuu ya tatu ya dunia. Wanaona watatumia mishale, wanatumia mabomu ya nyuklia. Wanapoona kule Korea Kaskazini na vitishio vya silaha za maangamivu, wanaona kuna vita ya tatu inakuja. Ngoja niwaambie, Biblia haijawahi sema Armageddon ni vita ya mwili na damu. Hakuna. Sikiliza vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Ufunuo kinatumia alama, kinatumia ishara, lugha ya picha, na asilimia kubwa ya lugha hizo zinatoka Agano la Kale. Na ndio maana ili uweze kukielewa, mtu mmoja aliniuliza hapa katikati ya juma, akaniambia, Pastor, kwa nini Mungu anatumia sana mafumbo kwenye kitabu cha Danieli na Ufunuo? Nilimjibu tu nikasema, kitabu cha Danieli na Ufunuo ni unabii ulio kwenye kundi linaloitwa apocalyptic prophecy. Sasa hii nayo ni lugha fulani. Yaani huu ni unabii unaotumia lugha ya ishara, ya picha. Ni tofauti na unabii kama Isaya, nabii kama Hosea, nabii kama Yoeli, nabii kama Hagai. Unabii ule na wengine tunauita classic prophecy, ambako wenyewe mingi umejengeka kwenye masharti katika kutimia. Namna watu watakavyoitikia ndivyo utakavyobadilika. Wakiitikia vema, Mungu anabadilisha. Wakiitikia vibaya, yatatokea. Huwa inaitwa classic prophecy. Lakini apocalyptic prophecy ni unabii ambao hautanguliwi wala ubadiliki kutokana na mwitikio wa mwanadamu, na siku zote unauleta umilele hapa kwako.
na kukueleza ya kwamba hakuna nguvu wala mamlaka wala utawala utakaopindua. Apocalyptic. Sasa ndio unaona mnyama, unaona pembe, unaona joka, unaona sijui nini. Sasa watu wakiona hivyo, unaona kama ni vitu vinatishatisha. Ni kwa sababu njia sahihi ya kutoa ujumbe huo ukabaki na ujumbe uliosheheni ni kuweka kwenye lugha ya picha, kwa sababu hakutakuwa na classic prophecy itakayoiweka katika lugha itakayoeleweka. Kwa hiyo anapotumia mnyama anakueleza mnyama ni mtawala, mnyama ni watawala ama ufalme. Akikwambia pembe anakuambia ni viongozi. Akikwambia maji anasema ni watu, kabila za watu, lugha na jamaa. Yaani ndio anachokutafsiria kwenye Biblia hiyo hiyo. Akikwambia upepo anazungumzia machafuko, vita. Akikwambia yani yote anakuonyesha. Sasa anachokifanya ni nini? Joka ana washirika watatu, na hao washirika watatu wametajwa kwa mfuatano kwenye Ufunuo sura ya 12. Wa kwanza ni joka, ni joka kuanzia mstari wa 2 mpaka ule wa 5. Joka mwenye ishara yake, na mstari wa 7 mpaka wa 9. Joka nyoka wa zamani, lakini anatajwa ana vita na kanisa. Ufunuo 12 mstari wa 17, anapigana vita na wazao wa kanisa waliosalia, walishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Akasimama kwenye mchanga wa bahari. Usisahau mchanga wa bahari ni watu wakazi wa dunia. Na hiyo naipata wapi hiyo? Ufunuo 17:15. Maji ni watu, lugha, kabila, jamaa na taifa. Kwa hiyo asimami tu Ulaya, anasimama India, anasimama China, anasimama Amerika, anasimama Afrika, anasimama Australia. Kila mahali joka amesimama. Hata Tanzania amesimama. Anajaribu kuvuta usikivu kwa wamwandamie yeye. Ajenda ni ile ile. Anafanya ishara adanganye, atupatie barakoa. Hicho ndicho anachokifanya. Kwa hiyo sura ya 12 inamtambulisha joka. Huyu ndiye mwanzo wa hii inayoitwa vita ya Mungu, vita kuu ya mwisho inayoitwa Harmagedoni. Kisha pale kwenye mchanga wa bahari sura ya 13 inakupatia washirika wake wawili. Wa kwanza mnyama aliyetoka majini. Majini ni ile ile Danieli sura ya 7. Majini watu wengi, lugha, jamaa na kabila za watu. Na hicho ndicho anatokea huyo mnyama hapo. Maana yake ni utawala unaotokea katika jamii za wanadamu. Lakini utawala, Biblia inasema Ufunuo 13 mstari wa 1 na wa 2, joka akampatia kiti chake cha enzi. Maana yake anapewa utawala na shetani, halafu na uwezo mwingi. Sasa huyu mnyama anapojitokeza ana uwezo wa kishetani. Ndivyo anavyosema Ufunuo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Alipotokea dunia yote ikamstajabia mnyama huyo. Huyo ni Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5. Na wote wakamsujudu joka. Sikiliza vizuri. Hawajamsujudu mnyama, wanamsujudu joka. Yaani kumbe huyu unayemuona huyu mnyama yeye tu ni muhusika kwa hapa mbele, ila wanapomwabudu yeye, wanapotii yeye, wanapomsujudu yeye, kumbe sifa hizo zinaenda kwa joka. Ndipo mstari wa 8 Ufunuo 13 unasema wapa wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sasa hivi ndivyo huyu mnyama ni nani basi? Huyu mnyama ni nani? Ni Rumi ya kidini. Sikiliza vizuri. Wakati ule wa Kaisaria, Rumi ya kale, wakati inaporomoka mwaka wa 476 baada ya Yesu, Rumi ya kidini ilichukua kofia, ikasimamia serikali, ikasimamia na dini, ikawa na kofia mbili. Ndio maana unaona kumbe mamlaka yale yote ya utawala wa dini ya Kikristo uliotokea Rumi, Roma, Italy, ndani ya kipindi kile mamlaka ya kudhibiti serikali za Ulaya, serikali za huko kote, ulitokea uwezo huo kwa joka.
Kwa hivyo wakati anaamurisha mambo, vita nyingi za Ulaya na vita vilivyopiganwa na barbaric tribes. Barbaric tribes ni makabila walioita kwamba si ya kistaarabu, yaliyokuwa yanapambana kuangusha utawala. Na unaona sasa kanisa wakati huo la Kikristo linaingia katika vita ya kumwaga damu kwa sababu ya Yesu. Na ndio maana Yesu alisema, Yohana sura ya 16 mstari wa 1 na wa 2, akasema watawaueni wakidhani kwa kufanya hivyo wanamfanyia Mungu ibada. Yaani eti Mungu leo anapiganwa kwa kuua mwanadamu. Hivi unashindwa kujua ni imani gani hii inayoleta vita kati ya mke na mme, inayoleta vita mtoto na mzazi, inayoleta vita taifa na taifa kwa ishu ya kidini. Hivi kama Mungu angetumia nguvu zake, nani angelibaki mpagani? Tunaelewa ni shetani tu anayetudanganya, kwa sababu Mungu hajawahi kutumia kulazimisha watu. Ni sisi Ibilisi akiingia ndiye ana ajenda hiyo, na kwa sababu hiyo akachukua, akapewa mamlaka na dunia ikamstajabia. Sasa huyo ni mshirika namba 1, Rumi ya kidini. Aliinuka mwaka huo wa 538 baada ya Yesu, ilikuja kuangamizwa kipindi cha utawala wa Napoleon Bonaparte katika mapinduzi ya Ufaransa ya mwaka 1798. Bonaparte huyo alipopata utawala ule akatamka hakuna Mungu, na akaamua kuwachukua makasisi, chukua hao wote viongozi wa dini, shughulika nao. Akasema sisi tunahitaji tu reasoning, tunahitaji akili, vitu vya imani hatutaki. Na lazima ujue ya kwamba kwa nini anafanya hayo yote, kwa sababu kulikuwa na udanganyifu mwingi wa kanisa la Kikristo wakati huu, na hivyo ikaonekana watu wakachoka na udanganyifu huu. Na huyu ndiye aliyemkamata kiongozi wa dini mwaka huo, Papa Pius wa 11, kampeleka kifungoni Ufaransa, na mwaka uliofuata akafa kifungoni. Na Biblia inaeleza hivi, huu wakati pigo la mauti linapona, na anasema ndio maana naona pigo lake la mauti moja katika vichwa vyake, lakini baadaye anasema atapanda kwenye uharibifu katika ile sura ya 17. Hiki tunachokiona leo, msukumo wa kidini, msukumo wa mataifa, haya yote unayaona, vita, unaona upanga, unaona njaa, unaona tauni, haya magonjwa yatatikisa uchumi, yatatikisa afya za watu. Na kwa sababu hiyo ulimwengu utajawa na hofu, watu wakijawa hofu kwa kutazamia atakayofuata. Na hiyo ndiyo gia nzuri ya shetani, ya kuleta umoja na ushirika wa haya watatu: shetani, joka, mnyama mbili, na yule nabii wa uongo tamueleza hapa. Na hao watatu wote eti wauongoze ulimwengu kwa sababu ya vita ile kuu dhidi ya Mwenyezi Mungu katika mlima wa Armageddon. Kwa hiyo tunaelekea wapi? Armageddon. Armageddon inatengenezwa na uchumi. Armageddon inatengenezwa na afya. Ndipo ule Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 18, kuna mnyama ambaye kule Ufunuo sura ya 16 anatajwa nabii wa uongo, huku anatajwa mnyama aliyetoka nchi kavu, ana pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, lakini akinena ni joka. Huyu mnyama atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Kwa hivyo angalia mfatano, joka ndiye anayetoa uwezo, mnyama wa kwanza. Lakini mnyama wa kwanza pia anamkasimu huyu mnyama anayetoka nchi kavu. Na nchi kavu maana yake sio palipo na watu wengi, baharini, lugha, kabila, jamaa, mataifa. Lakini huyu anatoka nchi kavu. Na sasa anapotoka nchi kavu huyu, ina maana anatokea eneo lisio na watu sana. Na ukisikiliza vizuri Ufunuo sura ya 13 inakuchukua mpaka bara la Amerika. Sasa nisikilize kidogo hapa. Watu, unajua historia yote nzuri lazima ikubariki na neno la Bwana. Sayansi yote nzuri lazima ikubariki na neno la Bwana. Biblia ina historia yote, Biblia ina sayansi yote. Haleluya. Wakati walipogundua Christopher Columbus, wakati anapeleka bidhaa zake kutoka Ulaya, anavuka na bahari mpaka India, mwisho wa siku moja akafikiri, akaona nachukua njia ya mzunguko sana. Sasa nifanyeje? Akasema hivi, nikipita hapa nikapasua kwenye bahari hii, si nitatokea? Yeye alifikiri dunia ni tambarare. Kwa hiyo akachukua mashua zake na vikosi vyake wafanya biashara. Huyo alipopasua hapa akajikuta bara jingine kabisa. Na wenyeji wa bara lile walikuwa ni Wahindi wekundu, Red Indians. Sasa alipofika pale,
ndio akagundua bara la Amerika. Unajua bara Amerika wote wanaojiita Make America Great Again, wote hao ni wakimbizi. Wenyeji wa lile bara ni Red Indians. Sasa alipofika kule ndio Christopher Columbus aliporudi Ulaya akatoa taarifa, kuna bara zuri sana, lina ardhi nzuri mno. Na wakati wa mapinduzi ya viwanda Ufaransa yalikuwa yanapepea juu ya mlingoti, walikuwa wana kiu ya cheap labor, wafanyakazi wa bei rahisi, walikuwa na kiu ya raw materials, malighafi kwa viwanda vyao. Sasa ikabidi waje Afrika, scramble for partition, wanatafuta cheap labor, halafu wanatafuta malighafi. Ndio kisa cha kugawanya bara Afrika mikononi mwao, wewe chukua hii, chukua hii. Lakini walipopata hiyo habari wakaenda mpaka Amerika, wakaanzisha mashamba makubwa waitwa plantations, katika kahawa, katika chai, katika miwa. Wakawaingiza wale Red Indians katika shughuli za kilimo, lakini hawakuwa na nguvu sana. Wanachapa mzigo wiki, chapa mzigo mwezi, wanakuwa dhaifu, kazi haziendelei. Mwisho wakagundua hebu tuhamishe wa Afrika. Wakahamisha wa Afrika, hasa wa mashariki, Afrika Magharibi, wakawapitisha bahari ya Atlantic, wakaingia Amerika. Wakachapa mzigo mwezi wazima, chapa mzigo miezi 6, hawajambo. Chapa mzigo miezi miwili. Wa Afrika ni wako imara sana. Haleluya. Ndipo ikaanzishwa biashara ya utumwa inayoitwa Slave Atlantic. Wanasema Trans-Atlantic Slave Trade. Yaani ni biashara iliyohusishwa kupita bahari ya Atlantic. Kwa hiyo wanachukua wa Afrika Magharibi, wanawavusha bahari ya Atlantic, wanaenda wanafanya kazi kule Amerika, wanachukua mazao kule Amerika, wanaenda Ulaya. Kwa hiyo wakatengeneza pembe tatu: Ulaya, Afrika, Afrika, Amerika, Amerika, Ulaya. Hiyo ndio maana pia wanaita historia triangular slave trade. Triangular maana yake ni pembe tatu. Na kwa sababu hiyo biashara ilifanyika kwa sababu ya uchumi. Ni baada ya ugunduzi wa Christopher Columbus. Na ndio maana mpaka leo mji mkuu wa Marekani unaitwa Washington DC. Sio kwamba yule Washington alikuwa anaitwa DC. Maana baba wa taifa la Amerika anaitwa George Washington. Kwa hiyo wakati anatangaza uhuru wake 1777-79, hii ni serikali ya watu inayotawaliwa na watu kwa manufaa ya watu. The government of the people, by the people, for the people. Wakati hiyo ndio demokrasia. Wakati huo ndiye muasisi wa taifa lile. Akaita mji wake mkuu Washington DC. DC ni kirefu cha maneno haya, District of Columbus, yani wilaya ama mkoa wa Columbus, kwa sababu wanamkumbuka Columbus. Maana hao wote wazungu ni wakimbizi wa imani kwenye miaka ya 620 baada ya Yesu, wakati dini ya Rumi, Ukristo wa Rumi ulipokuwa unadhibiti wana matengenezo waliokuwa wanasimamisha Biblia. Wamechoka na kutafuta msamaha kwa kutumikishwa kwa adhabu, msamaha kwa kutoa hela upate kadi, msamaha kwa kununua vifaa na mifupa ya marehemu wetu wanaitwa watakatifu. Walichoka na hali hiyo. Mungu akainua kina John Wycliffe, akainua kina Jerome Hasi, akainua kina John Hasi, akainua wakina Martin Luther, akainua hao wote wa missionari wa Bwana wakasimama. Lakini kanisa la Kikristo likawatesa, likawaita wazushi. Na hii ilipoendelea, walipopata habari hizo wakakimbilia Ulaya. Maujaji wapatao 100 kwa mara ya kwanza, mashua ya kwanza ikatinga Amerika. Na hao ndipo wakaita rafiki zao wakahamia kule. Na ni kwa sababu hiyo wakati walitangazia uhuru wao walitofautisha dini na serikali, kwa sababu waliona madhara ya kuunganisha dini na serikali Ulaya, hivyo walipoleta madhara kwa maisha yao ya imani mpaka leo. Lakini ngoja nikwambie kitu. Ufunuo sura ya 13 mstari ule wa 11 na 12, atanena kama joka. Maana yake ni nini? Ule ukuta unaotenganisha dini na serikali utabomolewa, na hivyo dini itakuwa mali ya serikali, na ndipo uhuru wa ibada utatenguliwa. Amerika itafanya hayo. Unaposikia Urusi, China, haijawahi tajwa kwenye Biblia kwamba itazuia Amerika. Hizo ni kama mtu anarusharusha mateke lakini kichwa kwenye mdomo wa mamba. Haitasaidia. Muda wake tu bado. Lakini Amerika imepewa uwezo na mnyama wa kwanza,
ni mshirika wa karibu ya Rumi ya kidini. Ngoja niwaambie ndugu zangu wapendwa, ukifuatilia historia ya watawala wa Amerika waliopigwa risasi, wakina John F. Kennedy, wakina Abraham Lincoln, ni kwa sababu walikataa kukubali utawala na mafundisho ya Vatican. Na historia iko wazi, ninarejea za kutosha kweli kweli. Hata ukienda kwa vita ya kwanza ya dunia, unasoma historia, wanakufundisha ni vitu ile Sarajevo na Serbia hapa, wa Austria-Hungary eti wanapambana hapa. Lakini ukienda kwenye utakutana walimpiga risasi ile Ferdinand na mke wakati alikuwa kwenye ziara. Hawa walikuwa ni wanaamini tofauti wa Coptic hawa, wakati Austria-Hungary ni wa Katoliki. Na jinsi ilivyopangwa, walijua wakimua mwana mfalme itaamusha vita, na kwa sababu kuna mashingamano ya kivita upande huu na upande huu, itahamia kwa ya kidini. Lengo lake ilikuwa ni kuleta ulimwengu, mataifa yote mezani. Ndio maana baada ya vita ile wakaanzisha inaitwa League of Nations, yani muunganiko wa mataifa. Kwa bahati mbaya, Amerika haikuwa mwanachama, ila walikuwa tu watazamaji. Wakagundua hawatafanikiwa bado, wakatengeneza vita ya pili. Na ile vita ya pili, historia ya kawaida inasema ni kwa sababu ya huyu fasisti ambaye anaitwa nani? Huyu Mjerumani nani? Adolf Hitler, pamoja na huyu nazisti ni Adolf Hitler, fasisti ni huyu Mussolini wa Italy. Eti kwa sababu yao, nenda usikilize vizuri, backup yao ilitoka Rumi. Yani juhudi zao ilitokea Rumi, na wakaingiza vita ya pili ya dunia. Kwa sababu hiyo, ili wailete Marekani kwenye meza. Na kwa bahati nzuri safari hii walifanikiwa, wakaanzisha United Nations, Umoja wa Mataifa. Na safari hii Marekani wakawa wanachama. Niwaambie, hakuna kitu chochote kinaendelea duniani hapa katika vita unazoziona, umwagaji damu, pasiwepo na nguvu na mvuto wa kidini. Punguza mwendo, bumps ahead. Kwa hiyo unapoona vita tu unasema ni vita. Jamani, ni nini? Yesu alisema hiyo vita ibilisi anatafua, maana ana lengo la kupeleka kwenye Armageddon. Na kwa sababu hiyo, Marekani ni taifa ambalo litatumiwa na nguvu ya Rumi kutekeleza. Sasa angalia ajenda nyingine, ataagiza moto ushuke uje mbele ya wanadamu. Sasa hapa ndipo anavaa husika wanabii wa uongo. Nenda sasa Ufunuo sura ya 19 mstari wa 17 na 18. Ufunuo sura ya 19. Armageddon, hiyo ni banqueti ya Mungu, hiyo ni dhifa ya Mungu. Hakuna vita hapo, ni dhifa tu hiyo. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hapa ni vizuri nieleze vizuri swala hili. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 17 na 18. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua. Wacha. Amesimama katika nini, wapendwa? Akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njoni mkutane kwa karamu ya nani? Ya Mungu iliyo kuu. Mpate kula nyama ya wafalme, na nyama ya majemadari, na nyama ya watu hodari, na nyama ya farasi, na ya hawa wapandao, na nyama ya watu wangapi? Wote waungwana kwa watumwa, wadogo kwa nani? Sasa sikiliza vizuri, sura ya 19 inazo karamu kuu mbili. Moja inaitwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Hapa utawaona waliotoka, ndio imeanzia hapo. Hii inaitwa ni wale waitwao wateule waaminifu. Hawa ndio wamealikwa harusi ya mwana kondoo. Hiyo nayo ni karamu, hiyo nayo ni dhifa. Ila wanaoshiriki hapo ni wale waitwao waaminifu. Wakitoka tu hapo,
anakuingiza sasa kwenye hii karamu kuu ya Mungu, na malaika kutoka katika mawio ya jua anaalika ndege, njoeni. Hapo kuna wafalme, hapo kuna mizoga ya watu wakuu, hapo kuna mizoga ya waungwana, hapo kuna mizoga ya nani, na watu wote kuleni nyama. Kwa hiyo ni sherehe ya Mungu, lakini wanaokula ni ndege. Sasa ngoja kidogo nikurudishe, maana unaweza ukasema kumbe siku hiyo kutakuwa na nyama tu za watu, hapo ndege watakula. Sikiliza, nimekwambia Ufunuo imejenga zaidi lugha ya picha ya Agano la Kale. Siku ile wakati Mungu alizungumza kwanza katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 16, anazungumzia watu watakapomuasi mizoga yao italiwa na ndege wa angani. Lakini ninyi kumbuka pia, siku ile wakati Daudi anakuja kupigana na Goliath, kauli ilikuwa ni hii katika ile wa Samueli ya kwanza sura ya 17. Anamwambia hivi, leo nyama yako na hao watu nitawapa ndege wa angani. Lugha ya ndege wa angani sio kwamba watakuja kula, ila maana yake ni kwamba leo utakutana na kushindwa kukubwa na aibu inayodhalilisha. Yaani ni mzoga, hautazikwa, badala yake utaozea juu ya nchi. Inachosema ni nini? Total defeat. Yaani hapa utashindwa 100%. Ni lugha ya Mashariki ya Kati, ndicho anachosema hapa. Kwa hiyo hii karamu anaposema njoeni ndege, njoeni mule, maana yake ni kwamba hii anaoitwa vita la Magdon sio vita, ni karamu kuu ya Mungu. Shetani munyama na nabii wa uongo. Na sasa ngoja uone kwenye hii sura ya 19 Mungu anaanza akileta kinyume. Ngoja usikie kinyume kivipi. Sura ya 12 inamtambulisha joka. Sura ya 13 mnyama wa kwanza na mnyama wa pili, ambaye pia katika sura ya 16 mstari wa 13 na 14 anaitwa nabii wa uongo. Kwa hiyo hao washirika watatu wametajwa kwa mfatano: mwasisi joka, pili mnyama ambaye ni Rumi, lakini yule mnyama wa nabii wa uongo hapa sasa ndio inaitwa mfumo, system zote za kidini zinazoungana pamoja. Ufunuo sura ya 13 inataja sanamu ya mnyama, huku Ufunuo sura ya 16 inataja nabii wa uongo. Kwa hiyo mifumo yote ya madhehebu. Mtu mmoja anasema, subiri kidogo pastor, unataka kuniambia dini zitaungana? Waislamu kwa Wabudha, Wakristo kwa Washinto, hata wakule China na dini zote. Niwaambia subiri usikie. Kwa wakati ule Yesu akiwa duniani, ilipokuja ajenda ya Yesu asulubishwe, Mafarisayo na Masadukayo hawakuwa marafiki. Lakini Mathayo 22 inasema walipatana kwa ajili ya kumshughulikia Yesu. Hiyo moja. Hizo ni madhehebu hayo. Je, unamaanisha serikali za dunia zitaungana? Nikasema subiri usikie Biblia, kwa sababu kitabu cha Luka sura 23 mstari wa kuanzia 11 mpaka mstari wa 15, Herode na Pilato walikuwa maadui, lakini Yesu ajenda asulubishwe, Biblia inasema walipatana wakawa marafiki. Niwaambie cha pekee, hakuna cha Uislamu, hakuna cha Ukristo, hakuna cha Ubudha, hakuna cha Hinduism, madini yote, madhehebu yote tunakoelekea watakuwa kitu kimoja dhidi ya Yesu Kristo na hao walioitwa na hao waaminifu. Biblia haijawahi sema uongo. Lakini sikiliza habari njema. Wakati wanaenda kwenye hiyo Armageddon, wakati wanafikiri ndio vita ya kushughulika na wateule na waaminifu, Biblia inasema hiyo ni dhifa ya Mungu. Kwa lugha nyingine, wanajiandaa kwenye sinia. Huo ni wali. Halafu ndio mimi na wewe tunawaogopa hao, tunawatetemekea hao. Biblia inataka itujulishe kwa nini Armageddon. Armageddon ni maneno mawili ya Kiebrania, yameandikwa kwa Kiyunani lakini yametolewa kwa Kiebrania. Hari ni neno linalomaanisha mlima, the mountain. Magdon imetokana neno Megido.
Megido ni bonde ambao liko katika mlima wa Karmeli chini hapo, na upande wa Israeli lile uwanda ule. Katika Agano la Kale vita mbaya zilipiganwa pale, kwa sababu njia kuu kutoka Misri kwenda Syria na kwenda kule Ulaya ilikuwa inapita kwenye ile bonde. Decisive battle were fought pale. Kuna historia ya vita mbaya zilizopiganwa. Debora na Barak walipigana ni katika bonde la Megido. Bado ukienda, Yosia mfalme wa Yuda alipigana kwenye bonde la Megido, na yuko mfalme mwingine pale. Lile bonde wakati ule mfalme Daudi, vita mbaya katika Agano la Kale vilipiganwa hapo Megido. Lakini Megido sio mlima, Megido ni bonde. Kwa nini anatumia neno mlima wa Megido? Usisahau juu ya mlima wa Karmeli kulikuwa mwisho wa udanganyifu kwamba Baali ndiye analeta mvua, ndiye Mungu. Wakati wa nabii Elia walipigwa, wakakatwa, wakatupa mto Kishoni, Mungu akaleta mvua, akajitambulisha, Israeli wakamrejea Bwana. Maana yake lile ni bonde, ni kilele. Anapotumia Harmagedoni hasemi kwa maana ya bonde, ila anaelezea kilele cha hii vita baina ya nuru na giza, uovu na wema. Unapokwenda kufikia kileleni, unaishia katika meza. Yaani nguvu hizo zote, joka, mnyama, nabii wa uongo, wanakwenda kwenye sahani. Halafu hao ndio tunatishiwa nao. Hii vita ikionekana ni baba, anaonekana ni mama, anaonekana ni mwajiri, anaonekana ni mwenzi, anakutishia. Upasi kumuogopa. Kama hawatatubu, wanaishia kwenye sahani. Wanaishia kwenye sahani. Kanisa wanaishia kwenye sahani. Nilipokuwa Tarime, mama mmoja anaenda kanisani siku ya Sabato, akirudi viboko na mume wake. Akienda akirudi viboko. Mwisho yule baba akasema, nimechoka, siwezi kaendelea kutapeliwa na kugairiwa na mwanamke nilimwoa. Ukienda hiyo kesho nitakuua. Yule mama akaandaa uji, kaandaa chakula cha mume wake na watoto. Asubuhi ya Sabato akavaa, akaenda kanisani. Akawaambia mashemasi wachache, ninaenda nyumbani, ila kauli ya mzee ni hii, na ninamuelewa alichosema anamaanisha. Wale wakamshauri usiende, akasema hapana, hii vita ni ya kwangu na Yesu, nitaenda. Kama ndio ratiba imefika, acha ifike. Amejenga boma, kuna geti lipo. Alipofika getini, alimkuta yule mzee amenoa sime yenye makali kuwili, inakata kama wembe, na ameketi hapo kwenye nyumba ya mlango kwenye nyumba yake. Alipomuona mke wake amekuja, maana ameenda kanisani, alisimama ametetemeka. Akamwambia yule mke wake, leo ndio mwisho. Akazungumza maneno magumu pale. Yule mama amesimama mbele yake, ameganda kabisa. Anamwambia Mungu, ninapoondoka, hata kama ni kwa damu yangu, umsaidie mume wangu na familia hii. Kama si kwa kauli zangu, basi kwa damu yangu ukawekee muhuri maisha yako kwa familia hii. Yule mzee alinyanyua sime juu, atake atenganishe kichwa na kiwiliwili. Wakati anashusha ile sime, ilikatikia hewani. Akaona amedhalilika, katafuta kilichoko karibu, akapata mpini, akapiga mguu. Mama, Mungu akakubali, mguu kavunjika. Lakini ulikuwa ndio mwisho wa vituko vyote vya joka. Ule mguu uliunga, wahuru mama akaendelea kuabudu. Ngoja niwaambie ndugu zangu wapendwa, huku kuogopa sio kitu chochote kile. Nenda Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8. Unajua kwa nini tunapata shida ya uogopa? Tunaogopa. Yaani Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8 anasema, bali watu gani waoga na wasiofanyaje, wasioamini na wasionafanyao nini, wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo nini, sanamu na waongo wangapi, wote sehemu yao ni katika liwe ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya ngapi? Hapo kuna kundi la kwanza linalotajwa, waoga
Ngoja niwaambie ndugu zangu wapendwa, sio waoga wanaoogopa simba. Hapana, walioshindwa kuwa waaminifu kwa sababu ya mamlaka wanazoishi nao. Na Yesu alielezea neno hili alipokuwa anazungumzia harusi iliwekwa kwenye ile Luka sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 20. Watu wamepewa kadi za mwaliko. Walipowaambia sasa njoeni, kuna sherehe imeshakuwa, muda ndio huu, wa kwanza akatoa udhuru na alisemaje? Nimenunua shamba jipya, nataka nikaliangalie. Mwingine akasemaje? Nimenunua ng'ombe njozi 7, nataka nikawajaribu. Halafu mwingine akasemaje? Nimeoa mke. Yaani hao wote kuna sifa moja, kipya, shamba jipya, ng'ombe wapya, mke mpya. Na unajua leo bidhaa zinunuliwe sokoni, watakwambia bando jipya, hii ni mpya. Kama ni pombe kubwa rao, kama ni mziki kizazi kipya. Yaani kipya. Ukitaka uze kitu sokoni, kipatie kipya. Kipya ni cha leo. Lakini Yesu anaeleza watu wataahirisha mwaliko huu wa karamu ya harusi ya mwana kondoo kwa sababu ya uchumi. Shamba, ng'ombe vitawazinga. Ndiposa Mathayo sura ya 13 na Luka anaeleza mbegu zilizomwagika, ya kwanza juu ya njia, ya pili juu ya mwamba, ya tatu kwenye miiba, ya 4 kwenye udongo mzuri. Kisha akaeleza kwenye miiba, akaeleza mambo matatu. Hao ndio walisikia neno la Mungu, wanalipokea, lakini kwa sababu ya shughuli za dunia, 1, 2, anasa ya maisha, 3, zitasonga lile neno, hawataivisha kitu. Shughuli zikituzuia, anasa za dunia zitasonga neno. Kazi njema kabisa, lakini kama zitakutoa kwenye ukweli wa neno la Bwana, zitazuia. Udhuru wetu hautatusaidia. Ndio maana Yesu alisema katika Injili ya Yohana sura ya 15 na mstari wa 22 ya kwamba hawatakuwa na udhuru tena kwa sababu ya dhambi yao, maana nimekwisha wajulisha. Kwa hiyo waoga si kwa sababu eti walitishiwa simba. Walichoogopa ni kutokuamini. Wale wauaji wana dhambi zao, wauaji wana dhambi zao, wale wadanganyifu wazinzi kadhalika. Lakini kundi la kwanza kutajwa ni waoga, walioshindwa kusimama pamoja na Yesu kwa sababu ya taifa, kwa sababu ya familia zao, kwa sababu wana mahusiano, wana watu wanaokaa nao, wakashindwa katika mwaliko karamu ya mwana kondoo. Wasipohudhuria hiyo, kuna banquet, kuna dhifa ya Mungu. Hapo kuna sherehe mbili, sura ya 19. Harusi ya mwana kondoo namba 1. Hao ni waaminifu, waitwao, wateule. Hao ndio wanaotajwa na ile Ufunuo sura ya 13, Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka mstari wa 17. Wakaona mwana kondoo, watu maelfu wasiohesabika wamesimama mbele ya kiti cha enzi, wanamsifu Bwana. Kisha mmoja wapo malaika akamuuliza Yohana, hao ni nani hao na wametoka wapi? Yohana akasema, wajua wewe. Malaika akasema, hawa ni wale waliotoka kwenye ile dhiki kuu, wamefua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, watakaa na Mwokozi wao. Wametoka kwa yule mnyama, wametoka kwa yule joka. Tafsiri yake ni nini? Kuna washindi dunia nzima watakaosimama mbele za Bwana wakati wa mateso, wakati wa maudhi. Wamefua nguo zao katika damu ya mwana kondoo, wameshinda. Hao ndio tunasoma Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Hata kufa. Hawana udhuru wowote. Wamesimama. Yesu yuaja tena. Tena yuaja upesi. Ufunuo 1 mstari wa 7, Biblia inasema, tazama naja upesi na kila jicho litamuona. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 11, shika sana ulicho nacho, naja upesi. Ufunuo 22 mstari wa 12, naja upesi na ujira wangu uko mikononi mwangu kuwalipa kila mtu sawa sawa na kazi zao. Ufunuo 22 mstari wa 20, naja upesi.
Kitabu cha Ufunuo kinamalizia, naja upesi na nina ujira. Iko karamu ya harusi ya mwana kondoo. Watakaoingia pale ni wale walioitwa, wale waaminifu, washindaji pamoja naye. Lakini wakati huo huo wale watakaoshindwa kuamini, waoga, wazinzi, wauaji na madhambi yote, watatupwa kwenye ziwa linalowaka moto na kiberiti. Na kwa sababu hiyo anachosema ni nini? Anasema hivi, hiyo ni harusi. Tena anaita ya kwamba ni siku kuu ya Mungu Mwenyezi. Nyama zao watakutwa tu, watauawa siku Yesu akija. Hakuna vita hapa. Hapa hakuna vita. Utakuwa ni uoga wako tu. Usipoamini ni uoga wako tu. Hakuna vita hapa. Hapa ni sherehe ya watu walioshindwa. Shetani atatupwa, mnyama atatupwa, nabii wa uongo atatupwa. Walitajwa wa kwanza joka, wa pili mnyama, wa tatu nabii wa uongo. Kwenye kutupwa ana reverse order. Anaanza nini? Nabii wa uongo. Huo ni Ufunuo sura ya 19 kuanzia mstari wa 19 mpaka mstari wa 23. Anachoanza nacho hapo ni nini? Kwanza ni mnyama, ziwa la moto. Pili, yule nabii wa uongo ama Babeli kahaba kwenye moto kwanza. Mfumo zote ya kidini. Pili ni mnyama ndio anaingia. Tatu, Ufunuo sura 20, joka na washirika wote wanaangukia huko. Mchana huu wa leo sikia, unaposikia Armageddon, hiyo ni dhifa kuu ya Mungu. Hakuna vita hapo. Yesu aliposhinda msalabani, imekwisha. Atarudia kauli hiyo akiwa pale katika chumba cha rubani, baada ya dhambi zote kuungamwa, kila atakayekuwa ametubu. Kisha atasema, mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mtakatifu azidi kutakaswa, mchafu azidi kuwa mchafu. Hii itakuwa ni kauli yake ya mwisho. Imekwisha kuwa. Mwisho wa yote, waliokufa wakiwa waaminifu, walio hai wakiwa waaminifu, kuna harusi ya mwana kondoo. Watashinda pamoja na Yesu. Hatuna vita ya kushindwa kwa Mkristo, iwe ni ukatili wowote, hawatashinda. Hakuna mamlaka ya kiserikali, mamlaka ya kifamilia, mamlaka ya mahusiano, mamlaka sijui ya nini, hawatashinda. Sisi ni kuwa waaminifu hata kufa. Hiyo ndio Yesu alisema Ufunuo sura 2 mstari wa 10, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya ushindi. Simama ujiunge na harusi ya mwana kondoo. Hii ni harusi ya hakika. Armageddon, hiyo ni dhifa ya Mungu. Hakuna cha vita hapo. Maandalizi yote ya hasira ya Ibilisi na tawala za dunia dhidi ya utakatifu pamoja na neno la Bwana wanaishia kuwa kitoweo mezani. Hawa hawezi kututisha chochote. Ndio maana tumeitwa leo tukasoma, wote watashinda pamoja na mwana kondoo. Ninashukuru Mungu, sehemu mbalimbali watu waliojitoa kwa ajili ya ubatizo wamefanya hivyo kwa sababu wamechagua upande ulioshinda. Yesu ni mshindi na atakuja kutuchukua, na wale wote wapinzani watashuhudia tunapotoka mavumbini. Watashuhudia tulipokuwa tunasema Yesu anakuja. Leo tutaugua wote sawa. Leo tutakufa wote sawa. Leo kama ni kupona wote sawa. Hawataona tofauti. Lakini wewe nikwambie kitu, yuaja na mawingu. Yuaja na mawingu. Hapo ndipo utagundua maamuzi yako yalikuwa ni maamuzi nyeti kuliko yoyote. Huu ni uamuzi ambao tumia gharama zote, tumia bajeti zote, bila kujua ukatili na makatazo na matisho na kufukuzwa kazi na kuachwa na mume, kufukuzwa nyumbani. Hapa ni maamuzi ya kufa na kupona, kwa sababu unaamua kuwa upande wa walioshinda. Armageddon ni dhifa ya Mungu. Wanaokwenda kubatizwa mchana wa leo, hata kama ndio umefika, tembea tu uje hapa mbele. Tembea tu uje hapa mbele. Tembea. Yule ambaye unanipata kule live na unafanya hatua hizo, Bwana akujalie. Utembea pale mbele ya runinga. Bado tunakutia moyo. Maandishi pale ya namba ya simu yanapopita, watakuunganisha na kufahamu kanisa la Bwana karibu na wewe. Wale walioko hapa, Yesu anatoa mwito na mwaliko. Heri walioalikwa kwa harusi ya mwana kondoo. Hao ndio waaminifu, hao ndio walioitwa wateule. Tuna harusi mbele yetu. Bibi harusi amejiweka tayari. Fanya hatua hiyo. Tembea tu uje hapa mbele. Mungu amekuita mchana wa leo.
jiunge na yeye. Harimagedoni ni vita tu ya Mungu. Hatuna vita hapa ya kusema wakituua wasidhani wameshinda. Tumeenda kaburini kwa kitambo, tutatokea kama washindi. Tembea, usiogope chochote. Watakufukuza karo ya shule, tembea. Yesu ndiye anayekuita. Sikiliza wito wa Bwana. Hakuna vita. Hakuna vita mbele ya watakatifu walioitwa wateule. Hakuna vita. Wewe fanya maamuzi kuwa na Yesu. Yesu ni Mikaeli aliyeshinda. Hakuna vita. Kuna vita kwa Kristo. Hatuwezi kuwazia kufukuzwa nyumbani, kufukuzwa kazini. Hatuwezi kuwaziwa kutishiwa na mume ama mke, hawala mzazi. Hatuna vita. Yesu ameshinda. Chukua maamuzi, kwa sababu walioitwa wateule na waaminifu wataambatana na mwana kondoo. Wameshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hii Harmagedoni, hiyo ni dhifa ya Mungu. Hakuna vita hapo. Tunaelekea vilele vya wote wapinzani wa Mungu watajikuta kwenye meza mbele za Bwana. Hakuna kitu chochote watafanya. Huu ndio mwisho wa fukuto hili na upinzani huu wa shetani na mawakala zake na wanadamu wanaowaogopa na kujiunga nao. Wataishia katika meza. Tunaye Yesu shujaa, Simba wa Yuda aliyeshinda, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huyu anazo sifa za kumwamini kwa gharama yote. Nikienda kaburini atanitoa. Tafadhali mtu wa Mungu anapokwenda kuomba, Bwana tujalie kuwa kwenye harusi ya mwana kondoo, kwa sababu sisi hatuhitaji kwenda kwa Harmagedoni ambao ni dhifa ya Mungu. Hiyo hatuhitaji kwenda kule. Tunahitaji kuwa na mwana kondoo aliyeshinda. Tuombe, tufumbe macho, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Asante kwa sababu ya neno la tumaini katika mchana huu. Asante kwa sababu wewe uko tayari kwa ajili ya kuokoa watu wako. Tunakushukuru, na kwa namna ya pekee sana Baba tunakusihi katika changamoto za maisha haya ukasimame kwa ajili ya watu wako. Mchana wa leo tumesikia ujumbe wako kupitia kwa mtumishi wako. Katika changamoto za maisha haya wewe ni mshindi, na kwa sababu umeshashinda tuna hakika na kwamba na sisi tunashinda. Jina lako litukuzwe Yesu. Mkutano huu wote tumesimama kwa miguu yetu kwa sababu tunatambua ni nani tuliyesimama kwa ajili yake. Na hivyo Baba, tunakuja mbele zako tukijitoa kusudi ukatupokee kama wana na binti zako. Wako wengi wako katika vita katika maisha yao ya kila siku. Baba, tunakusihi ukawapiganie na kuwapa ushindi. Lakini mbele zako wako ndugu na dada ambao wametembea wakipiga hatua za ushindi kuelekea wewe. Katika dhamiri zao wamejitoa kikamilifu. Mungu, tunaleta mbele zako kawapokee mchana wa leo. Wengi tunaona hapa, lakini kila aliyesikia sauti yako kupitia kwa mtumishi wako mahali popote alipo, Baba kamguse na kutoa maisha yake kwako, akijua kwamba atakuwa katika mahali salama, na siku ile akasimama akiwa ni mshindi, akishangilia pamoja na wewe Yesu. Na mchana wa leo tunakusihi, kubali kujitoa kwa watu wako. Waandae kwa ajili ya umilele sasa katika maisha haya. Mapambano yote inawezekana wengine wanayo, Yesu tunaweka mikononi mwako. Kama kisa cha yule mama tuliyosikia, mapambano hayo yasiwe yao, ila ni yako wewe unayetetea jina lako lisiaibike, ambaye ni mshindi tayari. Mchana wa leo tunakusihi Yesu, tukiomba uimarishe imani zetu, uondoe woga na wasiwasi na hofu. Tunapopambana na changamoto za maisha haya, tukutazame tu Yesu aliyekwisha kuwa mshindi, kusudi tukapate nguvu ya kusimama tukiona jemadari ambaye umeshinda. Asante kwa ajili ya mchana wa leo. Mbariki na mtumishi wako, endelea kumtumia kwa kadiri ya neema yako, na ukibariki mkutano wote, katika jina la Yesu tunaomba, amina. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupatia amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Amen.